Karibu msikilizaji, hii ni Sema Africa Media na hii ni kick off. Bwana, leo katika kick off bwana nakuletea habari za kimichezo zilizojiri duniani, na kuanzia hapa Bongo bwana, tumeanza na swala zima la wananchi linapotokea pale Jumamosi bwana, wananchi wanapokuwa uwanjani kuminyana na Silver Strikers bwana, na msemaji wa Young Africans amefunguka na kusema kwamba wana uwezo wa kupindua meza, yani Yanga wana uwezo wa kupindua meza. Na bila kusahau tunajua kwamba Yanga alifukuza kocha baada ya kupoteza mchezo ule dhidi ya Silver Strikers, na Jumamosi watakuwa uwanjani dhidi ya Silver Strikers katika mchezo wa mkondo wa pili. Na mkiachana na swala zima la wananchi bwana kwenda kwenye jambo lao siku ya Jumamosi, uwanja wa Singida ulipo Singida Waliti umefungiwa na shirikisho la mpira TFF Tanzania bwana, amelifungia uwanja ule kwa wameenda kujiridhisha na kuona uwanja hauna vigezo vya kutumika katika michezo ya ligi kuu Tanzania bara na kufungia uwanja huo. Ukiachana masuala mazima ya uwanja wa Waliti na wananchi bwana, updates nyingine ambayo nitakufikishia au Mwana Sports katika kipindi chako cha kickoff, Pilato wa mechi ya Simba dhidi ya Nsingizini Hotspurs amewekwa wazi bwana, ni raia kutoka Nigeria, anakwenda kwa jina la Grama Mohamed. Huyu ndiye Pilato wa siku ya Jumapili katika dimba la Benjamin William Mkapa katika mechi ya Simba dhidi ya Nsingizini Hotspurs siku ya Jumapili. Kwa hiyo mwana Simba, Pilato wenu kashajulikana, kwa hiyo nyinyi ni kwenda kukata tiketi na kuondoka uwanjani kwenda kushabikia timu yako kama shabiki wa Simba. Na baada ya muda mrefu watu kusubiria kwamba timu ya Afrika siku itapata bahati ya kwenda katika kuchaguliwa katika tuzo kubwa za mashindano bwana, Simba wametajwa au ni miongoni mwa vilabu ambavyo vinagombania tuzo ya klabu bora Afrika kwa mwaka 2025 bwana. Baada ya muda mrefu timu zetu kuonesha ubora katika mashindano ya kimataifa bwana, Simba wamepata bahati hiyo kutajwa katika tuzo hizo, na klabu ya Simba bwana wamepokea kwa shangwe, na wana sports wote wa Tanzania wamefurahia, na hususan ni wapenzi wa Simba bwana. Simba wamefurahia sana baada ya timu yao kutajwa au kuingia katika kinyang'anyiro cha kugombania timu bora ya mwaka kwa Afrika. Na kapteni wa Simba Shomari Kapombe ametajwa katika kugombania nafasi ya mchezaji bora wa Afrika au Interclub Player of the Year bwana. Shomari Kapombe amepata nafasi hiyo au bahati hiyo baada ya kufikisha timu yake msimu uliopita katika mashindano ya Confederation Cup kufikisha hatua ya finali, lakini walipoteza dhidi ya Berkane na kufanya timu hiyo kukosa kombe, lakini wameona jitihada zake na wameamua kumweka katika kinyang'anyiro hiko cha kugombania Interclub Player of the Year. Na ukiachana na hiyo tena mchezaji wa zamani wa Young Africans Fiston Kalala Mayele naye ametajwa katika kugombania tuzo ya mchezaji bora wa Afrika akiwa anashindanishwa na kina Victor Osimhen na Ashraf Hakimi na wengineo wengi katika kinyang'anyiro hiko. Fiston Mayele bwana, katika mwaka huu na mwaka uliopita ameonyesha kiwango bora katika timu zote mbili alizocheza, ukianzia katika ardhi ya wananchi Jangwani alikuwa ni kinara wa mabao na alikuwa mchezaji tegemezi kwa wananchi, na hata alipoelekea Uarabuni kule Misri au Masri kule katika klabu ya FC Pyramid ameendeleza kuonesha ubora wake na kufanya yeye kuingiza katika kinyang'anyiro cha mchezaji bora wa Afrika. Na tukiendelea na tukiingia katika anga za kimataifa bwana, tumeona jana michuano ya UEFA Champions League. Ukiangalia pale katika michuano ya Champions League jana, michuano iliendelea kwa mabao mengi sana, ukianzia katika mechi ya mapema sana Barcelona dhidi ya Olympiacos bwana. Barcelona kaibuka na ushindi wa mabao 6-1 na kufanya Barcelona kujiweka katika nafasi nzuri ya kufuzu katika hatua inayofuata. Na mechi nyingine ambayo ilikuwa inafuatiliwa na watazamaji wengi au wapenzi wengi wa soka ilikuwa mechi dhidi ya Arsenal dhidi ya Atletico Madrid, mechi ambayo ilibadilika kwa kipindi cha kwanza bila kufungana, lakini kipindi cha pili matarajio ya watu wengi hawakuamini kwamba Atletico Madrid anakwenda kupoteza kwa mabao 4-0.
na hiyo ilikuwa ni mechi ya Atletico Madrid dhidi ya Arsenal. Na mechi nyingine ilikuwa ya moto sana kwa upande wana michezo, ilikuwa dhidi ya Bayer Leverkusen dhidi ya PSG bwana, mchezo ambao ulikuwa na red card kwa timu zote mbili. Kianza kwa Bayer Leverkusen bwana, kiungo yule Mjerumani anaitwa Endrich bwana alipata kadi nyekundu dakika mapema na kupelekea naye beki wa PSG Zabarani kupata kadi nyekundu dakika kama 28 hivi na kufanya timu zote kubalance, lakini PSG aliweza kuondoka na ushindi wa mabao 7-2 na kuifanya PSG kuwa kinara katika ligi ya UEFA. Bwana, hiyo ilikuwa ni UEFA Champions League bwana, na nikupitisha leo katika michezo ya leo UEFA bwana. Leo bwana atakupo Juventus Turin bwana, vibikize vya Turin vitakupo vikiminyana na wababe wa jiji la Madrid bwana. Real Madrid watakupo dimbani leo dhidi ya vibikize vya Turin Juventus bwana. Kylian Mbappe yupo fiti, Adagula, Jude Bellingham, huku yupo Yildiz, Alexandra Milki na wengine nao wingi. Na kama mnavyojua bwana na sports leo inaendelea michezo mingine ya UEFA Champions League bwana. Leo dimbani atakupo Liverpool dhidi ya Eintracht Frankfurt. Chelsea atashuka dimbani leo na Bayern Munich. Baada ya Bayern Leverkusen kushuka jana uwanjani na kupoteza mabao 7, leo Bayern Munich anaingia uwanjani na Liverpool naye anaingia dhidi ya Eintracht Frankfurt. Kama nilivyokuambia, Madrid leo anashuka dimbani dhidi ya vibikize vya Turin Juventus. So wana michezo wote ambao wanapenda mechi kali za UEFA leo mnaweza kufuatilia kiundani, maana jana UEFA zilikuwa za moto sana. Umeona Barcelona akishinda 6, PSV akishinda 6 na PSG akishinda 7-2. Naam, hii ilikuwa ni the kick off ya Africa Media bwana. Sisi tunasema feel at home. Hii ni kick off na mimi nilikuwa ni Humphrey James. Usahau kusubscribe, kulike, kushare, comment na kudondosha like katika mitandao ya kijamii. Utakometisha kinoma noma. Ciao.